Wote wakasema nirudishe chini Nathan, nikaendelea kuangalia movie. Leo sina usingizi kabisa kutokana na haya madawa ya hospitali. Muda ukawa umeenda sana, Nene akashtuka, mchizi naye alikuwa akapitiwa na usingizi pembeni. Nene akaaga anaenda akawa anaita. Nene akaja, unatakiwa uwe makini na huyu Patrick, mimi sijapenda anavyokuangalia. Akamtimua na kubali tu, akawa anasema atalifanyia kazi. Mama alivyotoka akaokota simu akampigia Patrick na kumwambia asije kabisa nyumbani mpaka bi mkubwa atakapoondoka, kwani atavuruga kila kitu. Leo Nene katoka supermarket na mama. Bi mkubwa akawa anasema, yani mimi vutia kwanza machoni kuona uzuri wa Nene. Ukumbuke huwa wanalala pamoja na hakuna ambacho huwa kinatokea. Sasa leo Nene kaja kavaa nguo ambazo mama kamnunulia. Samahani bosi, hizi nimepewa na mama nivae kisha nije kulala. Kwanza Nathan akapigwa butoa kinoma, yani alikuwa wapi siku zote hajatambua uzuri wa Nene. Akamwambia kama wanaogopana hivi. Nene akawa anasema anakumbuka hawakutumia kinga. Nathan akamwambia atamletea dawa za kuzuia ujauzito baadaye. Baadaye Patrick huwa anamzimia sana. Nene akashangaa, kwa hiyo kwa bahati mbaya wakati akiwa dhahiri sasa upendo upo kati yao. Akiwa bado kamshika Nene, akaja Patrick pale akawa anashangaa kinachoendelea. Wewe unataka kumooa Nene au unataka kumchezea tu? Mbona una demu alafu bado unamtaka Nene? Oya, unajua lazima tuwe na makandokando, lazima niwe na mademu wa mjini. Sasa baadaye Nene anasema ana ujauzito na atakwenda kuwa na mtoto asiye na baba. Nathan akamuuliza, nani kakwambia itakuwa hivyo Nene? Na kwenda kuoana na wewe Nene, huyo mtoto ni wa kwetu sote. Nilishaanza kukupenda, je wewe hunipendi? Nene akakubali kuwa naye anampenda mshikaji. Akamwambia Nene, wewe ni mwanamke ambaye nilikuwa namtafuta na imani kwako nitakuwa sijakosea. Je, naweza kukuita mpenzi au naweza kukupiga busu na kukukumbatia? Nene